majina naitwa Nehemia Christopher Mudala. Kitaaluma mimi ni afisa mazingira. Kwa sasa ni kaimu afisa madini mkazi mkoa wa Tabora. Na kwa ujumla wake tunatekeleza majukumu ya usimamizi, uratibu wa shughuli za uchimbaji, utafiti na biashara ya madini ndani ya mkoa wetu wa Tabora. Mkoa wetu wa Tabora una wachimbaji wengi, kwa maana wachimbaji wadogo ambao wanamiliki leseni ndogo za uchimbaji kwa maana ya primary mining license, na tunao wachimbaji wa kati, lakini pia tuna makundi yanayojishughulisha na uchakataji wa madini, shughuli za uchakataji wa madini hapa kwetu mkoa wa Tabora. Mkoa wetu wa Tabora ni mkubwa, una zaidi ya kilomita za mraba 71, lakini katika hizo tuna maeneo ya machimbo katika wilaya tofauti. Tuna wilaya ya Sikonge, wilaya ya Igunga, wilaya ya Nzega pamoja na Kaliua. Wilaya zote hizi zinajishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini. Kama mnavyojua, ofisi ya afisa madini mkazi Tabora inafanya kazi kwa kuzingatia vipaumbele vikubwa vya Tume ya Madini ambayo ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Madini, na mojawapo ni ukusanyaji wa maduhuli ya serikali. Kwa mwaka huu wa fedha tunayo malengo ya kukusanya fedha ambazo hizo zinaongeza tija katika majukumu ya serikali, na vipaumbele vyetu vikubwa ni kuhakikisha kwamba shughuli zote za uchimbaji wa madini, biashara ya madini zinafuata sheria, kanuni na miongozo iliyopo, hasa sheria ya madini sura 123 ambayo inawataka yeyote ambaye anashughulisha na shughuli za uchimbaji, utafiti, lakini ya biashara ya madini kufuata masharti yaliyopo. Kwa miaka hii tangu kuanzishwa kwa Tume ya Madini tumeona sekta ikisonga mbele, na sisi kama watendaji tunaona kabisa nguvu iliyowekwa inaendelea kuleta matunda, mafanikio makubwa katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, jamii, lakini na serikali kwa ujumla wake. Kwa kipindi hiki tunaendelea kutoa elimu sana katikati ya shughuli za uchimbaji wa madini kwa wachimbaji wetu wadogo, ili wafanye shughuli zao pasipo kupata vikwazo, na tunaendelea kutoa leseni ndogo za uchimbaji wa madini, leseni za biashara, lakini pia tunaendelea kuwawezesha wachimbaji kujua sheria na matakwa ya kanuni zilizopo. Mkoa wetu una fursa nyingi za uwekezaji katika madini. Kwanza, tuna eneo la uchimbaji wa madini. Bado mkoa wetu hauna wachimbaji wakubwa wa kutosha. Maeneo ya uchimbaji yapo, lakini pia tunalo eneo lingine la utafiti wa madini. Maeneo yetu ni makubwa, bado wachimbaji wetu wadogo hawajawa na uwezo wa kufanya utafiti wa kutosha. Kwa hiyo hili pia ni eneo mojawapo ambalo linaweza likawafaa watu wenye fedha zao za kutosha kuwekeza kwenye eneo la utafiti wa madini. Lakini pia tunalo eneo la biashara ya madini. Mkoa wetu huu una madini ya kutosha, na wafanyabiashara wachache ambao wana leseni za biashara ya madini, leseni ndogo na leseni kubwa, bado ni wachache. Kwa mfano, leseni za dealers tunazo zisizozidi 36. Unaweza ukaona katika soko letu la madini hapa Nzega, kwa maana mkoa wa Tabora, bado tungehitaji kuona watu wakiwekeza pesa zao nyingi ili kuongeza tija katika uchumi wa mkoa wa Tabora. Lakini pia si hivyo tu, zipo shughuli za kijamii. Tunakuwa na wageni wengi wanakuja, lakini wakati mwingine tunaona kuna usumbufu wa kupata hata hoteli za kutosha. Kwa hiyo bado ni eneo mojawapo ambalo wananchi wenye fedha wanaweza kuwekeza pesa zao kwa maana ya kujenga mahoteli mazuri na kuleta huduma bora kwa jamii. Wito wetu kama serikali, bado tunaona kuna maeneo mengine ambayo yamesahaulika, hasa katika uchimbaji au shughuli za uchimbaji wa madini, ujenzi na viwandani. Bado hatujaona kwamba kuna utoshelevu wa wawekezaji. Kwa hiyo bado tunatoa kwamba ni fursa iliyopo kwa watu ambao wanangependa kuwekeza kwenye shughuli hizo za uchimbaji wa madini ya ujenzi na viwandani. Eneo hilo pia linatija sana kwa kuongeza uchumi wa mtu mmoja mmoja, jamii, na kutuletea faida kama taifa kwa ujumla wake.
Zaidi ya yote, ofisi ya afisa madini mkazi Tabora inapenda kuhakikishia wananchi na wawekezaji wa ndani na nje kwamba Tabora bado ni nzuri na inavutia kwa uwekezaji katika shughuli za madini. Wasiogope wala wasione kwamba mazingira ni magumu, isipokuwa waje wawekeze ili kutuongezea thamani. Na katika hilo bado tuna eneo lingine la uwekezaji la uongezaji thamani madini. Katika mkoa wetu bado hatujawa na makampuni au watu ambao wamewekeza katika eneo hilo. Tunajua eneo hilo pia lina mchango mkubwa katika ajira za vijana, lakini pia kuongeza vipato vya moja. Kwa hiyo pia tunawakumbusha wananchi kuwekeza katika eneo la uongezaji thamani madini. Kwa kusema hivyo, Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Mavunde, lakini Katibu Mtendaji wa Tume ya Madini Ramadhani Rwamo, lakini pia na watendaji wengine wote ambao wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba shughuli za uchimbaji wa madini kwa mtu mmoja mmoja, kwa maana ya makundi tofauti, vijana, wanawake, lakini pia na makampuni wanaendelea kufanya kazi na kupata fursa ya kujiengage na shughuli za uchimbaji, utafiti, lakini pia na biashara ya madini aina zote. Director wa kampuni ya Kasal Gold Mine ambayo inapatikana hapa wilayani Nzega kwa Tabora. Najishughulisha na kazi ya uchimbaji na usambazaji wa kemikali. Kazi zangu za uchimbaji nazifanyia katika wilaya ya Igunga, tarafa ya Igurube. Naweka mtambo wa kisasa aina ya CIP na chimba dhahabu na pia na chimba. Changamoto nilizonazo ni tunachimba roko sana. Hatuna maeneo maalum ambayo yamejisha mchimbo ya kwamba kwa ajili ya uchimbaji wa dhahabu kwamba mpimo umechimba utaenda kupata mwamba. Kwa mfano pale Igurube na shafti ziko 6. Shafti moja tu ambayo kidogo sasa hivi na uzalishaji, lakini zingine zote hizi hamna hangaika tafuta mwamba. Tumelipokea kwa furaha swala la kutoa leseni kubwa ambazo hazifanywi uchimbaji. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri anapoanza kugawa atukumbuke mkoa wa Tabora, hasa aanze na Daudi Mwita Diabu. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Pia nimeomba Mheshimiwa Rais aendelee kutushika mkono wa kina mama kama ambavyo mwaka jana ametoa leseni kwa mkoa wa Geita, na hata kwenye mikoa mingine pia afanye, hasa mkoa wa Tabora. Asitusahau, aweze kutupatia leseni. Mimi nimethubutu, naamini na wanawake wengine wanaweza. Asante sana. Asante. Mimi nashukuru kwa serikali kwanza imenunua vifaa vya uchimbaji vya kusaidia wachimbaji wadogo kufanya utafiti. Kuna drilling pamoja, kuna maabara ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kwenye uchimbaji. Kwa hiyo mimi binafsi yangu nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri pamoja na yote atusaidie hasa sisi wachimbaji wote wa Tabora, kwa sababu hatujafikiwa na huo mradi wa kufanya utafiti. Kwa hiyo angetenga muda wake au angetoa ombi maalum kwa STAMICO ambao ndio sasa hivi wanaosaidia huo utafiti kwenye wachimbaji wadogo waweze kutufikia na sisi watu wa Tabora, wachimbaji wa Tabora tuweze kupata hizo fursa, kwa sababu sisi wengine tuna uwezo wa kuweza kuhaya, yaani kukodi hivyo vifaa tukalipa hizo gharama, kwa sababu gharama za serikali ni ndogo ukilinganisha na gharama za watu binafsi, ili tuweze kufanyiwa utafiti katika leseni zetu na sisi tuweze kuwa na uchimbaji wa uhakika. Kwa hiyo tunakuomba sana Mheshimiwa Waziri Mavunde utusaidie kwa hilo. Unaitwa Samson Lameck Kadoke, ni katibu wa wachimbaji vijana kupitia shirikisho la wachimbaji Tanzania kwa maana ya FEMATA. Lakini pia mimi ni mwenyekiti wa wachimbaji vijana mkoa wa Tabora na ninatokea mkoa wa Tabora. Kwanza napenda nitoe shukrani nyingi za dhati kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo ameweza kwa benefit sana Wizara ya Madini. Amejitahidi sana kuweza kuhakikisha kwamba
sekta madini ndio sekta pekee ambayo inaleta fursa na inatengeneza ajira kwa vijana wengi na inatengeneza fursa kwa Watanzania wengi, lakini pia amejitahidi kutambua kwamba sekta ya madini ni sekta ambayo imekuwa kama ni nguzo ya uchumi kwa hapa Tanzania. Lakini pia nitoe shukrani nyingi na pongezi nyingi sana pia kwa waziri wetu wa madini Anthony Peter Mavunde. Ni waziri ambaye amekuwa ni msikivu, amekuwa ni mtu ambaye kwa kweli kwenye sekta yetu ya madini anaitendea haki, na ni mtu ambaye anatambua na anatembea kwenye mioyo ya Watanzania wote ambao wapo kwenye sekta ya madini. Amekuwa ni mtu ambaye kwetu sisi vijana tunamwona kama role model kwetu sisi. Amekuwa amegusa uchumi wa mtu mmoja mmoja, amegusa uchumi wa makundi katika tasnia yetu ya uchimbaji, lakini pia katika wizara nzima ya madini. Kwa hiyo mimi kama katibu wa wachimbaji vijana, kitu pekee ambacho nataka nijaribu kuwashauri vijana wenzangu